Ni siri gani iliyojificha ndani ya maumbile ya mbu ambayo Allah ameitoa kama mfano ndani ya Qur'an? Kwa nini mbu ni kiumbe wa pekee kiasi cha kuvuta hisia za wanasayansi wakubwa wa wadudu duniani? Na kwa nini mbu huang'ata watu fulani na kuacha watu wengine? Tutajibu maswali haya yote katika video hii kulingana na uvumbuzi wa hivi karibuni wa kisayansi, na tuanze kwa kutajwa kwa mbu ndani ya Qur'an tukufu. Hapo zamani Makuraish walikuwa wakifanya dhihaka kwa kutajwa kwa majina ya wanyama ndani ya Qur'an kama vile tembo, buibui, siafu, nyuki na wengineo. Walihoji, kwa nini Mungu wenu Allah ambaye mnamuona kuwa ni muweza wa yote atoe mifano ya viumbe duni ili kuthibitisha nguvu na elimu yake? Ndipo Allah akamteremshia mtume wake aya ya 26 ya suratul Baqara, ambapo aliwajibu kwa wazi akisema kuwa hakika Allah hataona haya kutoa mfano wa mbu au kile kidogo zaidi yake, ama wale walioamini wanajua kuwa hiyo ni haki inayotoka kwa Mola wao, lakini wale waliokufuru husema, Allah amekusudia nini kwa mfano huu? Kwa mfano huo yeye huwapoteza wengi na huwaongoza wengi, na hupoteza kwao na hapotezi kwayo ila wale waasi. Matumizi ya mbu kama mfano katika aya hii yanaweza kuonekana kuwa ya ajabu mwanzoni, lakini ni muhimu kukumbuka kuwa Qur'an mara nyingi hutumia mifano ya mafumbo katika kufikisha ujumbe wake. Katika hali kama hii, mbu anatumiwa kusisitiza dhana ya kwamba hata vitu vidogo kabisa vinavyoonekana kuwa duni duniani vipo chini ya mamlaka na udhibiti wa kwake Allah. Allah anapomzungumzia mbu anayeng'ata anatumia neno la Kiarabu ba'udat, ambalo kilugha linaashiria mbu jike na si dume. Aya hii iliteremka katika karne ya 7, lakini hivi karibuni tu ambapo watafiti kupitia darubini za kielektroniki, electronic microscopes, wameweza kugundua kuwa ni mbu jike pekee anayeweza kufyonza damu. Mbu jike anahitaji damu ili kupata virutubisho muhimu kwa ajili ya kutengeneza na kukuza mayai yake. Kwa ajili ya kazi hiyo, mbu jike amepewa sehemu ya mdomo wenye nguvu inayoitwa proboscis, yani mrija wa kufyonzia, ambao una uwezo wa kutoboa ngozi ya binadamu au mnyama ili kufyonza damu. Mrija wa mbu dume hauna nguvu ya kutosha kutoboa ngozi, na hiyo ndio sababu ya mbu dume hawali damu. Kutokana na aya hii tunajifunza kuwa mbu nao wana vimelea, yani parasites wao wenyewe. Sayansi ya kisasa imethibitisha kuwa kuna vimelea vingine vidogo vidogo vinavyoruka vikijulikana kama Culecoids anopheles, ambavyo hufyonza damu kutoka kwa mbu jike. Viumbe hao ni wadogo mno, waligunduliwa mnamo mwaka 1922 na mtaalamu mkubwa wa wadudu kutoka nchini Uingereza, Dr. Frederick Wallace Edwards, akitumia darubini ya kisasa kabisa. Hebu fikiria, kiumbe mwingine mdogo zaidi ameketi juu ya mgongo wa mbu, anajilisha kwa damu yake. Hicho ndicho Allah anachokizungumzia katika aya hiyo anaposema kutoa mfano wa mbu au kiumbe kilicho kidogo zaidi yake. Jambo la tatu na la kipekee kwa mbu ambalo linathibitisha hekima iliyo nyuma ya mfano huu uliotolewa na Allah ndani ya Qur'an tukufu ni mfumo wa macho ya mbu. Sayansi imegundua kuwa mbu wana macho mawili, lakini macho haya yameundwa na mamia ya lenzi ndogo ndogo ambazo kila moja hutuma picha kwenye ubongo. Hii inaruhusu macho ya mbu kuona kila pembe ya nyuzi 149 na kuwa na uwezo mkubwa wa kutambua mjongeo, mwanga na vichocheo vingine vya kuona katika mazingira yao. Baadhi ya lenzi hizo zinaweza kutambua mabadiliko madogo kabisa ya mwanga, jambo linalowasaidia wa kutofautisha kati ya vitu na maeneo mbalimbali. Uwezo huo wa kuona huwasaidia mbu kuwatambua walengo wao, kwani lengo kuu la mbu jike ni kuzalisha na kutaga mayai. Ndio maana anahitaji damu ya viumbe wengine. Lakini kunapokuwa na giza, mbu jike hutumia mbinu nyingine. Anatambua mlengo wake kwa harufu, mjongeo, umbo, rangi na kisha kwa gesi ya carbon dioxide wanayotoa wanadamu wakati wa kupumua. Sasa, kwa nini mbu huang'ata watu fulani na kuacha watu wengine? Ukweli ni kwamba mbu wana uwezo mkubwa wa kupima aina ya damu, na hiyo ndio sababu hawamng'ati kila mtu. Wakati vichocheo vya kikemia na kifizikia kama vile uoni, harufu, joto na unyevu humuongoza mbu jike kuelekea kwa mlengwa, kuna harufu fulani za mwili ambazo huwavutia kwa watu mahsusi. Meg Younger ni mwanasayansi wa mfumo wa neva kutoka chuo kikuu cha Boston nchini Marekani. Yeye anasema, ngozi imefunikwa na bakteria wanaotoa kemikali zinazovukiza.
ambazo hutofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Ameongeza kuwa tofauti hiyo ya harufu ndiyo inayofanya baadhi ya watu wavutiwe zaidi na mbu kuliko watu wengine. Inakadiriwa kuwa kuna takriban aina 3500 za mbu duniani, kila mmoja akiwa na makazi na sifa tofauti. Je, bado hujaona muujiza wote katika maisha ya mbu? Matumizi ya mbu ndani ya Qur'an yanalenga kusisitiza kuwa nguvu na elimu ya Allah haina mwisho na imekusanya kila kitu. Hata kiumbe mdogo kabisa anaweza kuwa ukumbusho wa nguvu na ukubwa wake. Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.